ولي عميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. علي أئمة المساجد، أساتذة المدارس، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أكرم الكرماء وأشرف الشرفاء، رقيب أهل الأرض والسماء، محب أهل التقى والنهى والنقى من الأولياء، وضع الأسس التي يرتقي بها العبد إلى مراتب الحكماء، وأكبر هذه الأسس التقوى، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأنبياء سيدنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا محمد الذي هو رئيس الفصحاء، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الأتقياء، والعلماء الأجلاء الحنفاء، ونحن معهم وفيهم برحمة الله مولانا إلى يوم اللقاء. أما بعد، أيها السادة والقادة، فيجب أولا وقبل كل شيء على كل من حضر معنا المجلس أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد خير خلق الله على الإطلاق، الذي أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فغفر. محمد بن عبد الله تعالى أعطي فشكر الله، وابتلي فصبر على قضاء الله، وظلم فغفر، وقال اللهم اهدنا. Na malaika wanamswalia mtume imeshuka kwenye mwezi huu wa Shaabani. Kwa Allah na malaika wanatosha, kwa sababu unaijua hesabu ya malaika. Kwani malaika ni wangapi? Taarifa iliyopo, ikifika siku ya Lailatul Qadr alati hiya khairu min alf shahr, simnamuona Allah anaposema siku hiyo, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ulama wametuambia malaika wanaoshuka siku ya Lailatul Qadri ni wengi kuliko hisabu ya mchanga hapa ardhini. Yani ule udongo ulioko ardhini, punje zile ni chache sana ukilinganisha na wingi wa malaika wanaokuja duniani siku hiyo, na wote wanamswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivi kweli ungojwe na wewe? Yani ili mtume anufaike usubiriwe na wewe mtu wa huku Mbeya hadi useme sallallahu alayhi wasallam ndio mtume anyenyuke anufaike kwa kuwa ulisubiriwa wewe?
hadha la yakadu al-aqlu yusaddiquhu, bali al-haqiqa, ukimswalia Mtume Muhammad kama mlivyofanya hivi sasa, faida inarudi kwako mwenyewe. Wewe hasa ndo unanufaika na manufaa haya kujificha. Ameyatangaza mwenyewe mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, anasema man salla alayya marratan sallallahu alayhi biha ashra. Mtu yoyote akinisalia mimi mara moja, yani ukimswalia Mtume Muhammad mara moja, wewe anakusalia Mwenyezi Mungu mara 10. Yani wewe mtu ombea ukisema Allahumma salli ala Muhammad, wewe mtu wa kawaida kabisa, Mwenyezi Mungu mwenyewe anakusalia wewe mara 10. Haya, swala yako wewe na swala ya Mungu subhanahu wa ta'ala, ipi ina maana, ipi ina thamani? Wewe unapata thamani, unasaliwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala mara 10. Wa man salla alayya ashra sallallahu alayhi biha 100. Ukimsalia mtume mara 10, Mwenyezi Mungu anakusalia mara 100. Unasaliwa na Mola wako mara 100. Wa man salla alayya 100 sallallahu alayhi biha 1000. Ukisali mara 100, kamsalia mtume mara 100, wewe Mwenyezi Mungu anakusalia mara 1000. Wa fi riwayati al-mudlaja allati hiya sahiha al-marwiya, yaqulu al-habib al-mustafa man salla alayya 1000 zahamat katifi, zahamat katifuhu katifi ala babil jannati yawm al-qiyamah. Atakayenisalia mara 1000, bega lake yeye aliyenisalia mara 1000 na bega langu mimi mtume, mabega mawili yatabanana kuingia peponi kwa pamoja siku ya kiyama. Yani ukibahatika siku moja ukajipa muda wa saa moja tu, lisaa moja, una uwezo wa kumsalia mtume mara 1000. Ukibahatika kupata 1000, bega lako na la mtume yataingia, yani siku ya kiyama unapigana vikumbo na mtume getini kuingia peponi. Kwa lugha rahisi ya kuelewana, ukibahatika kupata swala za mtume 1000, wewe na mtume mnaingia pamoja peponi, na yeye ndo atakayekuwa jirani yako peponi. Yani jirani yako ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Unaonaje huku duniani? Hapa duniani ukibahatika ukakaa jirani na mkuu wa mkoa, yani jirani yako wewe ni mkuu wa mkoa au jirani yako waziri, sikwambii kama jirani atakuwa ni raisi, hakupi kitu, hakupi chochote, kwa sababu pengine nyumbani kwake geti limefungwa na walinzi wako polisi, wala we huna access ya kuingia humo ndani. Lakini kule kuwa tuwe jirani yako ni mkuu wa mkoa, unajisikiaje? Utapita mitaani humo bega moja liko chini moja juu namna hii, sababu wewe ni jirani wa mkuu wa mkoa na hajawahi kukupa hata 100 shilingi, hajakupa, lakini sharafu yako ni kwa sababu mkuu wa mkoa ni jirani yangu. Na watu wakikuchezea huko utawaambia msinichezee, unanijua mimi na jirani yangu ni mkuu wa mkoa. Thumma madha, akishakuwa jirani yako alafu sasa unaonaje kama jirani yako atakuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kithirisheni kumswalia sana mtume. Miongoni mwa milango ya uhakika ya kukutia peponi ni mukatharatu salati ala alhabibi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa hunaka ajabun adhim, kuna ajabu kubwa kweli. Swala ya mtume ni swala, lakini swala hii haina nguzo, swala hii haina shuruti wala haina hayat, ni kumswalia mtume tu. Yani swala ya mtume sio kama hii ya magharibi, lazima uwe na nguo swafi, usimame mahala pa swafi, mwili wako uwe mswafi, uwe umetawadha wa hakadha. Swala ya mtume inakubalika vovote utakavyokuwa, unalipwa tu, na imekuja kuelezwa hata ukimsalia kwa utani. Yani kama hala umswalie mtume huku unatania, hiyo Mungu karizika, uwe utani wako pia unapokewa 1 kwa 10. Al-Imamu Swawi rahimahullahu ta'ala anasema a'maluna jami'a baina al-qabuli war-raddi illa salata ala al-habibi Muhammad.
amali zote tunazifanya ziko baina ya kutakabaliwa na kukataliwa. Unaweza ukaswali, ukamaliza, ukaondoka, kumbe swala yenyewe imekataliwa. Mwenyezi Mungu asitufanye hivyo. Lakini sio swala ya Mtume Muhammad. Swala ya Mtume Muhammad ni uhakika. Kwa hiyo tumswalie kwa wingi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hayo sio mawaidha yangu, huo ni utangulizi wangu. Nilikuwa ninakuandaeni ili mnisikilize, na sehemu niloipenda kuwaandaa ni kuwakaribisheni karibu sana na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ninalotaka kuwakumbusha jioni ya leo, yajibu ala kulli insanin an ya'rifa makanahu wa yaqifa indahu. Leo muhadhara wangu utakaa hapa, ndio anwanul muhadhara. Intabihu ya ikhwani wastaykidhu wala tanamu naumata ahli al-kaf. Intabihu wastaykidhu wa khudhu hadhihi al-maqala at-tayyiba wa'uha wasajjiluha fi safahati qulubikum. Nimekuja kuwaambia hivi, ni lazima kila mtu aijue nafasi yake na asimame hapo hapo kwenye nafasi yake. Yajibu ala kulli insanin an ya'rifa makanahu wa yaqifa inda. Kila binadamu ajue ana nafasi gani kwenye huu ulimwengu, na hiyo nafasi yake akijua abakie hapo kwenye nafasi yake. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu inapoishia nafasi yako ndipo inapoanzia nafasi ya mwenzako. Usipojua nafasi yako ni ipi, kuna hatari ukenda ukigombea nafasi za wenzio ambazo hazikuhusu kabisa. Kama mtakavyonielewa muda mfupi ujao, ulimwengu umeharibika. Na najua kama kuna wasomi wa lugha hapa ya Kiarabu wanajua, hata wale wenye fungu dogo la lugha kama mimi wanajua sana. Tukisema ulimwengu umeharibika, sisi hatukusudii miti iko vile vile, hatukusudii jua linatoka mashariki kwenda magharibi toka dunia imeanza, hatukusudii kauni. Hii inaitwa majazi mursal min babi dhikri dharfi wa iradati almadrufi. Kwa sayansi ya Kiarabu maana yake ni kitendo cha kutaja chombo, lakini lengo lako unakusudia vilivyomo kwenye hicho chombo. Kwa hiyo tukisema dunia imeharibika, dunia ni chombo tu. Sisi tumo kwenye chombo kinaitwa dunia. Iki chombo sio kinachokusudiwa. Vilivyoharibika ni vile viliomo kwenye hiki chombo, wakiwemo watu wameharibika sana sana. Miji mikubwa yote wameharibika watu, na siku hizi uharibifu unaendelea mpaka vijijini, binadamu kuharibika. Na moja kati ya uharibifu wa watu ni kutokuzijua nafasi zao. Mtu kuchojua yeye nani, anayo nafasi gani, inaishia mahala gani, na hapo ilipoishia inaendelea nafasi ya nani, watu hawajui, na ndiyo mambo yalipoharibikia. Maarifa hayo yaanzie nyumbani. Mwanzo ujue we ni nani nyumbani. Si mko wengi ya habibi? Sasa nyumbani kwenu we ni nani? Baba ajue nafasi yake, mimi ni baba, na atulie kwenye nafasi kama baba. Mke ajue nafasi yake humu nyumbani, mimi ni mke, na abaki kwenye nafasi yake kama mke. Mtoto nyumbani ajue nafasi yake humu ndani, mimi ni mtoto, na nafasi yangu kama mtoto inaishia hapa. Baada ya kujitambua ndani, tunatoka mtaani. Ajijue mtu pale mtaani yeye ni nani. Haifai ukawa wewe kama mtu wa nyongeza, yani mtu wa ziada. Mwenyezi Mungu aliumba watu wakatosha kabisa, mwisho nyongeza anasema na wewe nenda nyongeza, lakini watu walishaenea. La takun bi surati ziyada, usiwe wewe ni mtu wa nyongeza. Na wallah kuna watu dunia hii ni kama wanyongeza tu, yani wujuduhu ka adami, akiwepo akikosekana sawa. Yani kuna watu mtaani, ukiwa upo sawa, ukiwa haupo sawa,
hakuna mtu anahisi nani hayupo. Ukiona mtaa wako hawatambui habari zako, huna mchango mtaani kwenu ambao unawafanya watu wa mtaa wakajua fulani yupo, akikosekana fulani mambo hayaendi, wewe umekuwa kama mtu wa nyongeza. Na kwa maana hiyo huijui nafasi yako. Ukiijua nafasi yako, utaitumia nafasi yako na nafasi yako itatambulika. Unwanu al-muhadhara al-yawm: yajibu ala kulli insanin an ya'rifa makana wa yaqifa inda. Kila binadamu ajue nafasi yake na asimame nafasi yake ilipoishia. Watu hawa unaowaona hawa, kila mtu anayo nafasi kapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna aliyenyimwa nafasi. Nafasi kila mtu hapa anayo. Falmushkilul azim ni mtu kutokuijua hiyo nafasi yake. Mungu mimi alinipa nafasi gani? Na ndo hatari inapatikana. Hajui mtu nafasi yake, anaingia kwenye mambo mengine yasiyokuwa ya kwake. Ndugu Muislamu mwenzangu, kuna kijana mtaani mnapokaa, yeye amechagua kuwa mvuta bangi, ala sabili almithali. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na yasiyofaa. Hichi kitendo cha kwenda vuta bangi, hiyo sio nafasi yake. Anayo nafasi yake na haijui. Alipokosa kujua nafasi yake, akaenda chukua nafasi za wahuni, akaishi mtaani kama muhuni. Baada adami maarifati makani, alipokosa kujua nafasi yake akawa muhuni. Wako watu ameamua mtaani awe ni mwanamke anayefanya biashara ya kuuza mwili wake. Wako wanawake ittakhadhna alfuruja ra'sa amwalihinna. Kuna wanawake wamegeuza miili yao ndiyo mtaji wa maisha yao. Ili ale, ili avae, lazima aingie mtaani kuuza mwili wake. Huyo hajaijua nafasi yake kabisa. Angejua nafasi yake asingefanya hayo. Fasu'alul matruhu fi saha: man anta wa ma hiya makanatuka alijtimaiya. Wewe hapa ulipokaa ni nani? Wewe ni nani? Na nafasi yako kwenye jamii ni ipi? Unajijua? Na kama hujijui, sasa uko wapi? Hal sa'alta nafsaka law yawm, uliwahi kukaa ukajiuliza, hivi mimi nani? Nina nafasi gani? Ndugu Waislamu, ni lazima kila mmoja kujua nafasi yake na kusimama pale nafasi yake ilipoishia. Tukitoka mtaani tuje msikitini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nidhamu yake ametutaka tutengeneze misikiti, na alhamdulillah tunayo misikiti. Msikitini kila mtu ajue nafasi yake na aishie kwenye hiyo nafasi yake. Ukifika msikitini ya akhi, usidhani nafasi zako zote zako. Wako watu ambao hawakujua nafasi zao. Amechelewa, amesikia adhana, bado yuko dukani kwake, yuko kwenye daladala yake, adhana kaisikia. Nitakwenda bwana, nitaenda. Baada ya muda anasikia watu, zimebaki dakika 5 pakimiwe. Akifika msikitini, imamu hajafika, bado dakika 5-4 pakimiwe. Yeye anaanzia kule mlangoni, anaangalia saa. Swala, 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 swala. Ya akhi fadhil, unajua nafasi yako msikitini kweli? Wewe msikitini ndo unaruhusiwa ufanyayo. Wewe ndo mwenye hiyo kazi kweli? Wako watu ameajiriwa, amefanya kazi ya ajira mina sana, yuko kazini, habari ya Mungu na yeye hawakutani. Siku moja kule kazini kafukuzwa. Maana kazi za dunia hatimaye unafukuzwa, lakini wanaokufukuza hawakwambii tunakufukuza, wanakuambia tunakustaafisha. Wewe unastaafu, kwa sababu kufukuzwa ni shadidul lahja, ni strong speech, inaumiza kidogo, lakini ukiambia unastaafu pale kidogo unapata burudani. Na staafu, tafsiri ya kustaafishwa ni kufukuzwa. Yani wale watu wa eneo la kazi wamesha kujua wewe huwafai tena, huwafai tena kabisa, kwa hiyo wanakuambia toka. Lakini wakuambia toka itakuwa kama ugomvi. Bwana, sasa umefika muda unatakiwa kustaafu. Sema alhamdulillah, na mimi sasa nastaafu. Tena unatangaza mtaani,
bwana wiki ijayo mimi nastaafu mimi tayari. Huambii hivi wiki ijayo kazini nafukuzwa, na ndio ukweli wake huo. Wiki ijayo utafukuzwa ofisini, utakiwi, unastaafu. Huyu mstaafu huyu, kwa kuwa hakuhusiana na Mola wake miaka yote ya kazi, akistaafu huyu kuna vijipesa atapewa. Viite utakavyoita, kinua mgongo, pensheni, sijui, atapata vipesa hivyo. Na pengine hajawahi kuvishika toka azaliwe. Anaweza kupata mtu kwa bara moja milioni 50, 40, 60 kulingana na nafasi ya kazi aliyokuwa akiifanya. Haya, akishapata mzee wangu huyu milioni zake 40, 50, zinaanza kugawanywa kwenye matumizi. La kwanza, anaongeza vyumba vya nyumba yake. Nyumbani pale vyumba vinaongezwa ili wapangaji wawe wengi, kwa sababu sasa hakuna kitakachoingia. Nyingine anaenda kuongeza shamba kidogo huko Rungwe la ndizi. Matumizi mengine anakwenda kuongeza mke wa 4, walikuwa 3. Sasa madhali pesa zipo na mathna wa thulatha wa rubaa, na mke wa 4 anaongezwa. Kiasi kingine anakwenda kununua kigari kibovu, alati la tusminu wala tughni min ju'i. Haiwezekani na mimi nife sijamiliki gari. Anatafuta kigari kibovu naye angalau apite mtaani hapa, hiyo naye kuna mwaka alimiliki kigari. Vinabaki vipesa vidogo kwenye mkono wake. Kanuni ya kiuchumi, lazima mali yoyote iwe na double entry. There is no single entry. Lazima iwe na njia mbili mali. Kuwe kuna upande mali inaingia na upande inatoka. Ikiwa mali inaitoka tu haiingii, yani ina upande mmoja, hata kama mali itajaa huu msikiti, ndugu wa Islam, siku moja itakwisha. Lazima iishe, kwa sababu hiyo mali sio maji ya Zamzam. Maji ya Zamzam kule Maka, mkiyateka watu milioni 2 kwa mara moja, mtayawacha kama hamjayateka. Yamebaki vile vile. Na msipo yachota, hayafuriki yakamwagika, yakawa mafuriko, yako vile vile. Wewe vijimali vyako utakavyovipata sio maji ya Zamzam. Madhali haviingii, wallahi vitakwisha. Pesa zikishakwisha, unaijua nafasi yako sasa. Hela zimekwisha, na kazini umeshafukuzwa. Basi hujafukuzwa, umestaafu. Umestaafu bwana. Kazini umeshastaafu, umefukuzwa, na pesa zimekwisha. Kitega uchumi kimebaki nini hapa? Kimebaki vile vyumba ulivyoongeza vya nyumba, kuongeza wapangaji, na kile kishamba cha ndizi kule Rungwe. Hichi kigari kibovu ulichonacho hakikuingizia hata shilingi. Hichi kinataka service tu, na mafuta yamepanda utie kila saa. Hichi kinakukamua tu. Mwisho kinakamua maziwa, mwisho kitakamua damu kigari hiki. Haya, wapangaji siku hizi kazi yao kubwa ni utata. Ukifika mwisho wa mwezi ni vita kuu kati ya wapangaji na wenyewe. Maana pesa hakuna. Na wengine wanakujibu wazi, bana nitakulipa, pesa sina. Nitakulipa inshallah. Lini sijui nitakulipa lini. Sasa pesa sina. Ikiwa sikufai nipeleke mahakamani. Ukienda serikali ya mtaa, anakiri kweli anandai huyu, na mimi nimepanga kwake nitamlipa, niko mbioni natafuta, nitamlipa. Lini sijui. Basi kama hivyo nyumbani mwangu wahame. Aambia sawa, mheshimiwa mwenyekiti, sheria unajua, mwambie anipe notice ya miezi 3. Hii miezi 3 nikae nitafute pa kukaa. Vita hii una wapangaji 4, 5, mapambano ndio haya. Na kazini ulishafukuzwa. Unajua nafasi yako. Kazini ulishafukuzwa ya habibi. Na pesa zimekwisha. Una vita na wapangaji. Kishamba cha kule Rungwe, Mwenyezi Mungu ameshaiondolea baraka ardhi hii. Ardhi ya sasa na baraka kwenye kilimo sio kama zama za wazee wetu. Tofauti kabisa. Wakati wa mababu zetu huko, na hizo zama mimi nimeziwahi, alikuwa mtu anaweza akalima shamba la nyumbani tu ukubwa wake kama huu msikiti. Wallahi akavuna mazao hapa yakakutana na msimu ujao, tena kwa jembe la mkono. Siku hizi utalima hapa mpaka Mbalizi, tena kwa trekta. Siku ukiingia kuvuna, unashika kifua sema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nimetoa nguvu, pesa, muda, ndio nimevuna hivi.
na pengine kamwe ulichukua na mikopo huko benki ya riba ndo ukaingiza shamba. Baraka ardhini nayo imekosekana. Unajikuta kishamba cha Rungwe hakikuingizi kitu, na wapangaji na wewe vita vikuu vinaendelea. Na una wake wangapi nimesema? Una wake 4. Nikisema wake 4 tuelewane. Yaani una milango 4 inatakiwa kila siku upeleke mipango. Iko milango 4 kamili. Hii milango haisikilizi lugha zaidi ya kupokea. Unaijua nafasi yako? We nani? Unajua nafasi yako kweli? Mzee huyu baada ya kuona hali imekuwa kama hivi, litakalofanyika hapa ni kuanza kupunguza wake. Haiwezekani kuendelea kuishi nao. Kwa sababu kuna wake wanafanana na shamba na kuna wake wanafanana na bustani. Wake wa zamani alikuwa ni mashamba, na ndio Allah ametuambia wake zenu ni mashamba. Nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Unajua maana ya shamba? Shamba madhali ni shamba lako. Ukienda shambani siku una jembe, shamba halikufukuzi. Umekwenda siku una mbolea, shambani hufukuzwi. Umekwenda huna chochote, shamba ni shamba lako. Masika, kiangazi, shamba halikufukuzi. Waislamu unanielewa? Ukishalima ukavuna, shamba unalitelekeza mpaka msimu mwingine uje, lakini shamba siku ukienda linakupokea. Wanawake wa leo sio mashamba tena, ni mabustani. Sasa uijue tofauti ya shamba na bustani. Shamba ukishavuna si ndio basi? Bustani linataka kutizamwa kila siku. Asubuhi uende na keni ukamwagilie maji, alasiri uje kidogo utoetoe vijani, alafu jioni uingie pale ukatieka. Bustani linataka tunzwa kila siku. Na wake zenu leo ni mabustani. Bustani likiona unapunguza safari za kuja kuliangalia, hulikuti nyumbani. Utakuta lishaotambawa, limekwenda ila sidratil muntaha, limeshakukimbia bustani lile. Unatimua wakezo. Kwa lugha niloisema ndo mabustani hayo. Unaijua nafasi yako. Sasa mzee kama huyu yanayojiri ni haya. Kile kigari kibovu kile, hichi hakitochelewa kumshinda. Hichi muda mfupi kitamshinda hichi kigari. Kinataka service, pesa ya kwenda kufanya service haipo. Pesa ya kutia mafuta, na ukiwa na wake 4 na gari unayo haikuingizi, ujue una wake 5. Na kama ni bustani una mabustani haya 5. Sasa umefukuza mabustani watu. Je, ili kopo? Sasa ili kopo huwezi kulifukuza. Unalipaki nyumbani. Linataka spare. Kununua spare huwezi. Unakaa nalo mwisho linaanza kukuudhi. Ukilitizama tu unachukia. Hivi hili alileta nani hili? Lilifika vipi nyumbani kwangu jambo hili? Unaanza kupata hasara na kigari chako mwenyewe. Mwisho kile kigari kinageuka nyumba ya kuku kutaga. Na katika mkosi mkubwa wa gari, ukiona nyumbani kwako kuku wanaanza kutaga kwenye gari, huu ndio mkosi namba 1. Maana gari ulinunua uendeshe sawa wanataga kuku mule ndani. Mwisho matairi yanakaa chini. Gari hamna tena. Kwa miji mikubwa kama hii unatamani kuanza kuuza, wanaita chuma chakavu. Siku ukiona huna pesa ya kununua maandazi mjini hapa, unachomoa betri unaenda unauza betri. Haya, baadaye unatoa vijitairi vile unaenda kuuza rimu. Mwisho kile kigari kinakuwa na sura kama ya zimwi. Kinakuudhi. Unatafuta watu waje kukibeba, kinageuka uchafu. Unajijua nafasi yako? Kweli unajijua wewe nani? Mzee huyu yanapomtokea haya, akiangalia miaka yake sasa ni 70. Kashaishi duniani miaka 70 na hali yake ndo hii. Mimi naelekea wapi? Mbona hali yangu hii? Mbona dunia sina kitu, je akhera? Inabidi mimi niende msikitini. Nadhani sasa ufika muda bora nielekee msikitini. Muislamu unajijua wewe nani? Akifika msikitini huyo, na kabla ya kuja anapita madukani kwanza, anatafuta kanzu angalau ya mtumba nzuri na tasbihi ndefu ya maana na kijikizibao kidogo. Anakuja hapa kalwali rahmani. Utafikiri wali kuliko mawali wote. Ana tasbihi kama ya ibilisi, kwa sababu ibilisi ana tasbihi na dhiraa 70.
Huwa bilisi anachukua tasbihi lake analirusha huko, alafu anakaa hapa analivuta kidogo kidogo, na huyu shekhe anatafuta tasbihi kama hiyo. Yati ila almasjid. Akifika msikitini mtu wa aina hii atatukuta msikitini. Sie tupo kila siku, hatujawahi kutoka, alhamdulillah, na Mungu asitutoe msikitini. Na sisi wengine kazi yetu ni kusema. Si tumesoma sheria kiasi chetu, na wanasheria wa Kiislamu kazi yao ni kusema. Akija msikitini atatukuta, tunangoja tuseme. Tutamwambia karibu, abkaka Allah Ta'ala fil ibada hatta yatiaka al-yaqinu. Karibu karibu babu, Mwenyezi Mungu akupe mwisho mwema, na madhali umekuja usitoke tena. Asema sawa, nimejipanga, usiwe na wasiwasi mambo, nimejipanga vizuri. Tunamwambia ukisali peke yako nyumbani kwako, mkeo na watoto hawaswali, fa anta min al-khasirin wa dhalika huwa al-khusranul mubin. Madhali umekuja peke yako babu, haitoshi, lazima na mkeo aje, na asipokuja aswali nyumbani, watoto wako wa kiume waje. Usipofaulu hivyo umefeli. Anarudi nyumbani huyu bwana mkubwa mkali kama pilipili, kwa sababu sisi tumeshamsomea aya. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tushamsomea aya hii. Akirudi nyumbani ni mkali sana. Utadhani ile pilipili mnaohitaji sikuita mwendo kasi. Ni mkali kama pilipili ya mwendo kasi. Watoto njooni, wewe mama fulani njoo. Alibaki mke huyu mmoja tu kama jicho. Njoo wewe mama, kaa. Nisikilizeni kwa makini. Kuanzia leo mtu yoyote asoswali nyumba hii atahama. Sitaki kukaa na mtu asiyeswali humu. Wale watoto wanatazamana. Huyu baba kashaanza kupata wazimu. Uzima kweli huu. Anachanganyikiwa huyu mzee. Sasa maisha yameshampiga maskini. Lakini watoto hawawezi kukujibu, kwa sababu wanaijua nafasi yao. Nafasi ya watoto wanaijua. Kuna mipaka ya kuongea kati ya watoto na wazazi. Lakini mke wako atakujibu. Baba fulani, wewe si umeanza kuswali leo hii? Yaani umeanza leo ndo umekuwa shekhe kiasi hichi? Maana uko msikitini kwenyewe mume wangu, wewe umeanza hii leo. Tumeshangaa leo umekwenda umerudi shekhe mkubwa namna hii. Sikiliza mume wangu, mimi sisali. Sisali wewe. Sisali kabisa. Wallahi majumbani kuna waume wanaojibiwa hivi. Mimi sisali. Wewe sali tu. Na kama unasali ili upate pepo, basi Mungu akupe hiyo pepo. Siku ukipewa pepo kwa kuwa umesali, ukiniona na mimi nakuja na sogea mlangoni, funga mlango nisiingie. Mimi sisali. Wanakukejeli, wanakudharau kwa sababu hukujua nafasi yako. Nafasi yako ulikuwa huijui. Huyo mzee baada ya majibu haya, maana ukali mwisho wake ni kunyamaza. Ndugu Waislamu, hakuna maji yanayochemka jumla. Maji yakichemka hayasahau kupoa. Hata uone maji yamechemka vipi, siku moja yatapoa, au sio? Na wewe ukali wako wa leo, kesho utaamka unacheka tu. Unacheka na wanao, mnakula mchana pale ugali na maharage ya Mbeya, na kwenda msikitini wala hawaendi, na maji yashapoa. Na la kufanya huna, sababu nafasi yako kuijua. Yule mzee anakuja msikitini, vita yake ya kwanza akifika msikitini, anatia mipango awe mtu wa kamati ya msikiti. Watu hawa mara nyingi msikitini sio akae tu. Lazima apambane kwanza awe mwanakamati. Na anazo hoja. Sisi ndio wenyeji wa hapa. Tumezaliwa hapa. Na msikiti huu mnaoona mwanzo ulikuwa wa makuti. Hayo makuti ya kwanza alileta babangu. Makuti ya kwanza kuwezeka msikiti huu aliyeleta ni babangu mzazi. Sisi ndio waasisi hapa. Aina makunta ya Sheikhana al-Fadhil. Ulikuwa wapi zamani? Zamani ulikuwa wapi? Baadaye anasogea aingie kwenye bodi ya wadhamini. Awe nani katika wadhamini? Baadaye anasogea taratibu, lazima awe kwenye kamati ya mapato na matumizi ya msikiti. Na huko hasa ndio lengo. Awe mtu katika kamati ya mapato na ya subhanallah. Muislamu, unajua wewe nani? Nataka leo kila mtu ajue nafasi yake na asimame kwenye nafasi yake. Usipojua nafasi yako, naogopa, lakini kwa kweli utafanana na wanyama.
wanyama ndo hawajui nafasi zao. Na mimi niwaulizeni swali moja. Ukitumwa hivi sasa kwenye zizi la ng'ombe, zizini wamo ng'ombe, tukakuomba humu kwenye zizi la ng'ombe, hebu tuchagulie ni nani shemeji, nani baba mkwe, humu zizini nani mjomba, yani utuambie mjomba wa ng'ombe ni huyu na baba mdogo ni huyu, lakini nadhani shemeji yao ndio huyu. Unaweza hiyo kazi? Unaweza kumjua shemeji wa ng'ombe? Kwa nini? Kwa sababu wanyama nafasi zao hazijulikani. Wewe mwanadamu, yajibu antarifa makanaka watakifa indahu, kila mtu ajue nafasi yake na asimame kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna asiyekuwa na nafasi. Na nafasi ulionayo unaweza ukaipita ukenda nafasi ya mbele. Ziko njia za kuhama kwenye nafasi yako ukenda nafasi ya mbele. Msikitini una haja ya kuwa imamu. Bwana hapa nata imamu yupo alhamdulillah, lakini wanasema hata mimi kwa nini siwe imamu? Mimi nakaa siwe imamu bwana. Umesahau kama ulikuwa kazini huko na hakujui mtu. Watu wameweka imamu wanaongoza ibada vizuri. Ulipofika unataka uwe imamu, unapambana. Mmoja alipambana sana awe imamu, kumbe hajawahi kusoma Qur'ani hata siku hii, lakini lazima awe imamu. Sasa kuna mwanawe nyumbani huwa anasoma suratul humaza, wailul likulli humazatil lumaza. Yule mzee amesalisha watu akaipiga ile humaza, lakini ukimsikiliza kama anasoma Kichina vile. Haya, mwisho huko kunasema hivi, fi amadin mumaddada. Mzee wangu kiraa hajui. Fi amadi mume wa dada, yani anamtaja shemeji yake kwenye swala, kwa sababu hajui mambo. Kila mtu ajue nafasi yake na asimame kwenye nafasi hiyo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alijua nafasi yake na aliitaja waziwazi. Alisema innama ana bu'ithtu muallima, bu'ithtu muallima, mimi nimetumwa, nafasi yangu mimi ni mwalimu. Mtume alijijua kama yeye ni nani? Yeye ni mwalimu. Wewe unajijua wewe ni nani? Akatueleza tena, innama bu'istu liutammima makarima al-akhlaq, nimetumwa nije kutimiza tabia njema. Mtume anajijua, lakini kaeleza vile vile, ana rahmatun muhda, mimi ni rehma iliyotolewa zawadi. Mtume alijijua. Kisha na maswahaba wakajijua, wakaijua nafasi yao, kwa sababu nafasi yao ilitajwa na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Aliwaambia maswahaba, inna ashabi haulai kullahum kanujumi ayyuma iktadaitum bihi ihtadaitum. Maswahaba wangu hawa wote ni kama nyota, utakayemfuata utaongoka. Na maswahaba walijua hivyo, walijijua sana. Sahaba mmoja anaitwa Umar ibn al-Khattab al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Saidna Umar kwenye familia yake kulikuwa na watu wawili wakorofi, mmoja yeye. Mkorofi mwingine ni mjomba wake, anaitwa Mughira ibn Hisham. Mughira ibn Hisham umjue, ndio Abu Jahali. Abu Jahali na Saidna Umar ni mtu na mjomba wake. Yaani Abu Jahali na mama wa Umar ni baba mmoja mama mmoja. Abu Jahali anaitwa Mughira ibn Hisham na mama yake Umar anaitwa Khantama bintu Hisham. Hawa ni wakorofi kwenye familia ile. Na Mtume aliomba dua wapate watu hawa wawili, lakini akapewa mmoja tu, Umar. Umar toka akiwa anainukia kijana alijijua kama mimi mkorofi, na alisema, ana uhibbu an antika bisayfi hadha awalan kabla an antika bilisani. Mimi nilivyo napenda tukikutana tuanze kuongea kwanza kwa panga hii, tuzungumze kwa panga, baadaye ndo uje mdomo. Kwa hiyo ukikutana na Umar kama hujiwezi, bora ukimbie, kwa sababu yeye mkikutana anatoa upanga, salamu zenu ziwe panga. Sasa ukimuona barabarani utafanyaje? Inabidi utafute mahali pa kwenda. Alijijua
na aliposilimu alijijua. Ikrau tarikh. Sayyidina Umar ni mtu wa 40 kusilimu. Yani walishasilimu watu 39, wa 40 ni Umar, na amesilimu mwaka wa 6. Yani mtume toka kawa mtume kwa miaka 6 ndio katimiza watu 40, na mtu wa 40 ni Umar. Ni Umar. Aliposilimu akatazama, siku hizo mtume analingania watu ndani ya nyumba siri katika Darul Arqam, na nyumba yetu tunaijua ilipo, yani nje hatoki kwa sababu ya shari. Umar alipotoa shahada akamuuliza mtume, ya Rasulullah, anahnu ala alhaqi am haula, falima naktafi? Hivi sisi na hawa wanaotuzuia huko nje, nani ana haki? Sisi tuna haki au hao makafiri? Kasilimu leo huyo ni mtu kasilimu sasa hivi, anauliza sisi na hawa wa nje nani ana haki? Mtume kaambia, la bal nahnu ala alhaq, haki tunayo sisi. Akaambia, ukhruj ya Rasulullah, kama sisi tuna haki toka nje. Toka nje ni muone mtu atakaye kukaribia. Toka nje. Alijua nafasi yake. Uislamu kufika hadharani, na ndio mpaka ukafika kwetu, ni Umar kusilimu. Toka nje, katangaze waziwazi. Mtume akatoka nje. Nyuma yake yuko Umar na Sayyid Shuhada Hamza bin Abdul Muttalib. Huyu naye ni komando mwingine huyu. Wamesimama nyuma ya mtume. Akawaita Bani Hashim, Bani Abdul Manafi, Bani Tamimi, Bani Kainuka, makabila ya Waarabu ndugu zake, kwa sababu aliambiwa wa andhira ashirataka ala akrabin. Mtume akatangaza. Walipoulizana, jamani, mbona katoka leo huyu? Haya, faman huwa waqifu waraa, nyuma yake yuko nani pale nyuma? Wakaambiwa innahu Umar, nyuma tunamuona Umari pale. Akaambiwa, basi kama Umari yupo mwacheni aendelee, inabidi kazi iendelee, kwa sababu nyuma yuko Umari. Kazi ya dawa kama imekuja nje na nyuma ya kazi hii yuko Umari, inabidi kazi iendelee, asende mtu karibia hapo. Umari alijijua. Wewe unajijua? Wewe nani mtaani kwenu? Mtaani kwenu wanakutambua vipi? Una maana gani hapo mtaani ulipo? Leo lazima nikuoneshe nafasi yako. Kama huijui, leo hutoki humu ila umeijua nafasi yako. Umar, imefika wakati wa hijra ya kwenda Madina. Watu wanahamia Madina na ni marufuku kwenda Madina. Akitoka mtu kwenda Madina hukamatwa na Makuraishi, akateswa, na watu wote wamehama kwa kujificha siri. Siku ilipofika Umar anahamia Madina, alitoka akenda kwenye kijiwe cha wale Makuraishi, wale wanaozuia watu. Akenda akaambia, yuhannasu salamullahi ta'ala ala man ittaba alhuda, amani ya Allah iwe juu ya watu wema wanaofuata uongofu. Al-yawm au ghada alka Muhammadan wa suhba, leo au kesho naenda zangu Madina kumfuata mtume, nimekuja kuwaaga. Yani kenda kuwaaga wale wanaozuia watu, mimi nimekuja kuwaageni. Idhan faman kana minkum yuridu an yaktiba walada au yurammila zawja au yuratha malahu falyatba'ni waraa hadha alwadi. Miongoni mwenu hapa kama kuna mtu anataka aache watoto wake yatima, kuna mtu anataka mke wake awe mjane, ikiwa yupo mtu ana mali nyingi anatamani zirithiwe, anifuate bondeni pale, napita njia hii. Barabara nitakayoondoka nayo ni hii mabwana, pale chini kuna kibonde, tukutanie bondeni pale. Munifuate tukutane bondeni. Wakaambiana, innahu Umar la yatba'u ahad, muwe tahadhari asimfuate mtu, huyu ni Umari. Akatoka wazi wazi, anatikisa miguu yake hivi na mkono na ngamia wake, anawaambia, haya widaa likauna fil marrati al-ukhra, tutaona nini mabwana. Huyo anaondoka. Alijijua Umari. Wewe unajijua? Wewe nani? Nyumbani mwako wewe nani? Wallahi mabwana, kuna watu nyumbani wanamoishi limeshageuka tatizo, mpaka watu mule ndani wanaomba dua, huyu atahamali ni huyu. Yani na wewe ni sehemu ya familia,
lakini familia yako wanalia kilio, huyu mtu kuna siku gani sio yake, wengine wanakuombea kufa, basi huyu hafi tu, mpaka leo yupo tu. Mmoja aliudhiwa na watoto wake, akaudhiwa sana, mwisho akasema maneno mabaya, inna baniya haulai kullahum kalkilabi, inna baniya haulai kullahum kalkilabi, ahabuhum minni ashadduhum bisabbi, ya laitani lam yakun li akbu wa ya laitani kuntu aqima sulbi. Mitoto yangu yote hii ni kama mbwa, amefika mahali kaona wanawe sio wanadamu tena, hivyo wanavyomfanya. Yani wenzake wamezaa watoto, yeye kazaa mitambo, na mitambo iko aina nyingi, mitambo mingine ya gongo ndo aloizaa humu ndani. Anasema watoto wote hawa ni kama mbwa. Inna baniya haula kullahum kalkilabi, ahabuhum minni ashadduhum bisabbi. Mwenye nafuu wao, yule mtoto wangu mwenye afadhali, angalau ndio kipenzi wangu, ni yule mwenye matusi mengi anayenitukana. Yani wakiwepo wote nikaambiwa kimbilia kwa mwenye afadhali, na mkimbilia yule mwenye matusi mengi, huyo ndio nafuu. Ikiwa mwenye matusi mengi ndio nafuu, waliobaki wakoje hali yao? Yani mwenye matusi mengi ndio afadhali wao. Unajijua we nani? Nyumbani kwako we nani? Unafahamika kweli nyumbani kwako ni nani? Hapa sikusudii mali kabisa, maana kuna watu nyumbani kwao anaheshimiwa kwa kuwa ana pesa tu. Siku pesa akikosa hakuna anomheshimu. Si mnajua hivyo? Mkikaa kikao cha harusi, jamani tunaozesha binti yetu michango hapa. Haya, anaanza mmoja atoa 250, na wewe ndugu yangu hapa unatoa shilingi 180, ndio ulicho nacho. Haya, alojitahidi 500, familia wote baadaye mmechanga, ikiangaliwa mmepata shilingi 2100 kwa shughuli ya ndoa ya mtoto wenu. Lakini mnaye ndugu yenu mmoja, yeye alipoingiza mfukoni kaeka 1,000,000 pale. Atasikilizwa nani nyumba hii? Wewe ulotoa 180 au mwenye 1,000,000 akatoa? Waswahili wanasema busara za mtu maskini ni kelele. Yani busara zako ni kama unawapigia watu maneno ya watu mtaani, sio dini hiyo. Yani mtu maskini busara yako ni kelele. Idhil ghaniyu takallama, idhil ghaniyu takallam wa in akhta'a qalu sadaqta ya hadha wa saddaqu ma qala, wa in al-faqir takallama wa in akhta'a qalu asabta ya hadha wa asabta ya hadha akhta'ta ya hadha wa qulta dhalala. Tajiri akiongea hata kama akikosea, madhali kaongea tajiri, watu husema du, anaongea pointi huyu. Yani ukitaka pointi msikilize huyu, ana pointi za ajabu. Na fakiri akiongea hata akipatia, wanasema unamuona ukelele kaanza tena hachoki domo huyu kila muda domo tu, hawezi hata kunyamaza bwana. We huna kazi ya kufanya. Idha qalla mali falaysa man yusahibuni wa idha jama'tu almala kullu an-nasi khillani, fakam min aduwwin li ajli almali sahabani wa kam min habibin li faqdi almali aadani. Shafi anasema mali yangu nikiwa nayo nyingi na mali nyingi, watu wote rafiki zangu, sina adui. Siku nikikosa mali, hata wale rafiki zangu wanageuka maadui. Unajijua we nani? Kuanzia mule unamokaa we nani? Na hiyo nafasi yako humu ndani wanaijua? Man anta ya akhi al-fadhil? Tunatoka nje huku mtaani, unapokaa we ni nani? We ni nani? Kuna watu wakifa mtaani, anayekufa anaitwa moja kati ya majina mawili, mustarihun au mustarahun anhu. Ukifa kuna watu wanasema alhaqenda kupumzika, Mungu amrehemu huyu. Na kuna watu wakifa walioachwa hai ndio wamepumzika, yani wanashukuru alhamdulillah, Firauni huyo ameondoka kwenye mtaa wetu. Wewe ni nani mtaani kwenu? Ukiacha mtaani, wewe ni Muislamu katika dini yako, wewe nani? We nani kwenye dini hii? Unatambua nafasi yako? Ndugu Waislamu, yakulu al-Habibu al-Mustafa
sallallahu alayhi wasallam, innal mu'mina manfaa. Anzia kunifuatia kuanzia hapa. Innal mu'min manfaa idha jalastahu yanfauka, wa idha mashaitahu yanfauka, wa idha akaltahu yanfauka. Innal mu'mina manfaa. Nafasi yako ya kwanza ni hii, ujue Muislamu yoyote ni manufaa. Imetumika sifa gani? Ya mu'min. Innal mu'min. Sisi tunafasiri vipi? Hakika Muislamu ni manufaa. Mtume kataja muumini ni manufaa. Mimi nasema Muislamu ni manufaa. Kwa sababu gani? Baina al-imani wal-islami umumun wa khususu. Uislamu na imani baina yake kuna umume na khusus. Wanaojua lugha kidogo washanielewa hapa. Lakini tuelewane wote. Uislamu na imani ni kama siasa ya Tanzania. Kila muumini ni Muislamu, lakini sio kila Muislamu ni muumini. Sisi humu ndani ni Waislamu, lakini si kweli kama sote ni waumini. Kuna watu tumekaa humu, Allahu yahdikum wa yahdini, kuna mtu hana imani kabisa lakini Muislamu. Unaweza ukashangaa haya maneno, ukashangaa sana. Nikwambie muumini ni nani? Muumini Mtume kamsema, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum idha bata shab'anu wajaruhu bijambihi ja'iun wa huwa ya'lamu. Si muumini kabisa, hana imani kabisa mtu yoyote atakayelala ameshiba na jirani yake nyumba ya pili ana njaa na yeye anajua. Ukiona unalala umeshiba, ndugu Muislamu, jirani yako ana njaa na wewe unajua, wewe sio muumini kabisa. Mtume hakutaki kabisa, kwa sababu waumini walivyo ni kama mwili mmoja, ni kama mwili mmoja tu. Wangapi hapa mmeshalala mmeshiba na una uhakika nyumba ya jirani hamna kitu, na unamwambia mkeo alipokuhadithia, mume wangu jirani hapo leo siku ya pili hawajawasha moto, unaambia subiri tu, mjini afukuzwe mtu hapa mjini. Kuishi mjini peke yake ni degree ya kwanza hiyo, hafukuzwi mtu hapa. Hapa mtu anahama mwenyewe kidogo kidogo. Mke wangu, wewe wape muda tu. Muumini mzima unasherehekea dhiki ya muumini mwenzio, wewe sio muumini. Ndio Mtume aliposema. Wangapi hapa mmeshalala mmeshiba na jirani zenu wana njaa na nyie mnajua? Sasa muumini ni manufaa. Tofauti ya muumini na Muislamu ni kama siasa ya Tanzania. Mimi sio mwanasiasa kabisa, sina chama chochote mimi kabisa, na mpaka leo sijapitiwa na hiyo fikra ya kuingia kwenye chama hata kimoja. Na nina sababu. Sikijui chama chochote cha siasa nchi hii ambacho kimeanzishwa kwa malengo ya kuwapeleka wafuasi wake peponi. Sikijui chama hicho. Yaani chama ambacho ukijiunga nacho tu safari hiyo peponi. Hicho chama sijakijua. Chama changu mimi kinaitwa hivi, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyekiti wa chama hiki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katibu mkuu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katiba ya chama ni Qur'ani. Hicho ndo chama changu na ndio chama chetu sote tu. Chama hicho ndo tukikumbatie. Vyama vya siasa ya dunia tushangilie kwenye mikono na midomoni, moyoni tuna chama chetu. Kikipita chama hapa chochote, wewe kwa kuwa una moyo na unajua kupenda na kuchukia, kile chama kishangilie mdomoni na mkononi. Chama, lakini mdomoni. Rohoni mwako una chama kinaitwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa siasa ya Tanzania ilivyo, kuna wabunge na mawaziri. Siasa ya nchi hii, kila waziri ni mbunge. Hakuna waziri asiyokuwa mbunge. Hivyo si mnajua? Lakini sio kila mbunge ni waziri. Sio kila mbunge waziri mabwana, lakini kila waziri ni mbunge. Maana yake nini? Kila muumini ni Muislamu, lakini sio kila Muislamu ni muumini. Nataka mnielewe vizuri. Kila muumini ni Muislamu, sio kila Muislamu ni muumini. Wako Waislamu tele na wallahi hawajakuwa na imani bado. Isomeni sura namba 49 pamoja na mimi. Waqalatil a'rabu amanna
qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Walikuja watu kwa mtume wakadai sisi waumini. Allah akamwambia mtume, waambie nyinyi sio waumini, semeni tumesilimu, sisi waislamu tu, kwenye nyoyo zenu imani haijawahi kuingia. Yuko mtu mmoja anaitwa Saad bin Arqam al-Kindi. Saadu ibn Arqam al-Kindi, huyu ni sahaba mkubwa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja alikuwa amekaa kwenye kigogo cha mtende pale Madina, yeye na mtume. Na kuonesha muumini mimi, yani nataka muumini umjue, yeye na mtume amekaa kwenye gogo la mtende kama hivi. Nyuma yao kuna kafiri anakuja kafiri wa saifuhu maslul, ameshautoa upanga yule kafiri, anakikusudia kichwa cha mtume akikate. Mtume kaghafilika na mazungumzo hapa, mpaka yule kafiri akafika, akauinua upanga kwa nguvu, anauteremsha kwenye kichwa cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume bado kaghafilika. Saad bin Arqam radhiyallahu anhu farafa rasa fawajada almas'alata hakadha, akainua kichwa Saad, akauona upanga umekaribia kwenye kichwa cha mtume kama qiratu moja. Ataalamuna mal qirat? Qiratu ni vipimo. Qiratu ni vipimo. Ukipima kwa vidole vinne, sikuna unapima hivi, au sio? Vidole vinne hivi, nafasi ndio inaitwa qiratu. Ikitoka qiratu inaingia shibru. Shibru ni kupima hivi, hii ndio shibru. Ikitoka shibru inaingia dhirau. Dhiraa ni kupima hivi, tamam. Ikitoka dhiraa inaingia bau, hiyo limit na kuendelea. Upanga umekikaribia kabisa kichwa cha bwana mtume Muhammad. Saad bin Arqam alifanyaje? Alikisukuma kichwa cha mtume pembeni bila taadhima, bila utaratibu. Akamsukuma mtume pembeni, Saadi akaweka kichwa chake kikakatwa, akafa hapo hapo. Yani kakomboa kichwa cha mtume kwa kichwa chake yeye. Ya subhanallah. Ungekuwepo siku hiyo ungefanyaje? Wewe si ungetimka mbio ukaenda simamia Mwanjelwa huko? Ungeweka kichwa chako kweli? Sisi waislamu imani bado zimeharibika. Kwa hiyo lazima tutengeneze imani zetu. Innal mu'mina manfaa. Mu'min ni manfaa. Ni manfaa. Idha jalastahu yanfauka. Mtu mwenye imani ukikaa naye anakunufaisha. Wa idha ma shaitahu yanfauka. Ukitembea naye anakunufaisha. Wa idha akaltahu yanfauka. Na hata ukila naye anakunufaisha. Mtume akaona akiendelea kutaja mambo moja moja, ukisafiri naye atakunufaisha, ukilima naye utanufaisha. Ingekuwa hadithi ni kubwa, inajaa kontena nzima. Na mtume ni fundi wa kusema, akasema innal mu'mina manfaa. Sasa muumini mwenyewe ni wewe. Nyumbani kwenu wananufaika nini na wewe? Ukiona kwenu unapoishi hawana manufaa yoyote na wewe, bali unaonekana mzigo tu, nafasi yako haijulikani, wewe imani huna. Ukiona mtaani kwenu hawana manufaa yoyote na wewe, yani kuwepo kwako na kutokuwepo ni sawa, falasta mu'mina, wewe sio muumini. Nini nafasi yako? Unaijua nafasi yako? Nafasi yako ni kuwapa manufaa binadamu wenzako kwa kiasi cha uwezo wako. Nafasi yako ni kunufaisha wenzio. Ukikaa nyumbani mnakula wewe na ndugu yako sahani moja ya chakula, pana wali hapo, na ule wali ni sahani, na mara nyingine sahani ni kubwa, alafu zile baraka za nyama zote zimekaa upande wako wewe. Yani ile sahani ya wali ni kama mbingu, alafu nyota zote ziko kwako huko. Kule kwa mwenzio ni mbingu tu, haina nyota kule. Sio kushukuru, sema alhamdulillah alladhi yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi. Mungu fundi kweli kaniwekea nyama zote. La, muumini amnufaisha anayekula naye, kwa sababu unayekula naye kama anajua sharia, anajua mtume kasema kul mimma yalika, kula chakula kilicho mbele ya macho yako hapa. Sasa wewe ukiona kule hamna zile nyama, umnufaishe yule. Uchukue vipande unaweka huko, unamnufaisha. Sio kushukuru.
Siku moja kulikuwa na hadhara Dar es Salaam mahala, na siku zile Mzee Mwinyi bado rais. Tumehudhuria hadhara ile. Wasemaji ni mimi na sahibu yangu Othman Maalim wa Zanzibar, rafiki yangu sana, na mgeni rasmi ni Mzee Mwinyi, na wasemaji ni mimi na Othman Maalim. Ile hadhara imekwisha, tukakaribishwa watu 13 kuingia ndani tukale chakula na Mzee Mwinyi. Mimi na Othman Maalim atala Allahu bakaahu tukaruhusiwa kuingia na wanafunzi wetu. Mimi na mwanafunzi mmoja na Othman Maalim amekuja na wanafunzi wake mmoja, tukaingia nao. Tulifika mule ndani, askari wapo, ni rais yule. Si tukakaa sahani moja, mimi, mwanafunzi wangu mimi na mtu mwingine simjui, mtu wakati hivi simtambui ni nani. Tunakula kile chakula. Yule mwingine nisiyomjua, kazi yake yeye moja tu, anatafuna nyama tu. Yaani kazi yake anakula nyama tu, yeye hashughuliki na kingine. Yule mwanafunzi wangu akanikaribia sikioni, anambia, Sheikh, huyo mtu tumtahadhari huyo. Ananong'oneza sikioni. Anaonekana huyu ametoka nyumbani kashapiga mswaki kuja kutafuna nyama hapa. Kwa hiyo tumtahadhari sana huyo. Nikasema ndio maneno gani? Natamani kucheka na shindwa kwenye hadhara pale. Nikampuuza. Yule bwana kainama anatafuna nyama tu, wala yubali. Hashughuliki na wali na vitu gani, kula nyama tu. Shughuli yake moja tu ni kutafuna nyama tu, na wala hamuangalii mtu machoni akhi. Nakula nyama tu. Sasa yule mwanafunzi wangu akajua shekhe atakosa kitu. Na yule mwanafunzi wangu ni mtu mzima kuliko mimi. Mimi nimebarikiwa na Mola wangu kuwa na wanafunzi wengi mno. Wengi mno, na wengine wanaweza kunizaa. Hasa huyo kijana anaitwa Fadhil, kashafariki, Mungu amrehemu, ni mtu mkubwa mrefu mpaka hapo. Na afya yake nzuri mashallah. Mkono wake mmoja huu unatosha kufanya kazi ya kutosha sana, mkono wake yule. Akachukua kachumbari. Kachumbari kwa inaitwa nini Kiarabu? Salata. Akachukua kachumbari kwa mkono, akaenda akafunika pale kwenye nyama zilipokaa. Halafu akajifanya sasa anataka kunihamishia mimi hii kachumbari. Mnanielewa? Akakandamiza ile kachumbari na nyama zilizopo na wali uliopo, akabeba akaniwekea upande wangu. Pale pakabaki sahani tupu, hapaonekani kitu. Nikasema leo kuna kazi hapa. Lakini kazi hii Mwenyezi Mungu anisaidie. Alipoweka akanipata sikioni, Sheikh, nakuomba uchangamke, huyu mtu haaminiki. Tafadhali changamka, huyu haaminiki huyu. Sasa mara hii nilicheka kwa sauti. Nilicheka na hapo nilipokaa mimi. Mtu wa pili hapa Othman Maalim, anayefuatia ni mkuu wa mkoa, alafu Mzee Mwinyi. Nikacheka bila adabu. Watu waniangalia. Sheikh Othman vipi bwana? Akasema nafurahia chakula. Chakula kimekuwa kitamu sana hiki. Mwenyezi Mungu awabarikie waliopika. Kumbe sicheki hayo. Nacheka hii vita inayoendelea hapa. Anaambia Sheikh, mtahadhari sasa, jitahidi kwa sababu huyu haaminiki. Lakini yule bwana ninayetahadharishwa naye, nyama zimeshahamishwa upande wake, amegeuka kama mvuvi. Anakuja kuvua huku zilikohamishiwa. Analeta mshipi upande wa huku. Mtu mwenye imani ukila naye anakunufaisha, yuko tayari akose yeye ule wewe. Walladhina ja'u min ba'dihim yakuluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Aya imekwenda inaeleza walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mtu mwenye imani anatamani upate wewe kwanza, ye apate mwisho, na ikibidi hata akikosa ameridhika upate wewe. Ndio waumini hao. Na wewe nafasi yako ndio hiyo, uwe hivyo. Watu watatu na wote maswahaba. Mmoja anaitwa Ikrima, mwingine anaitwa Katada, na mwingine Amru, na mwingine ni Amru bin Abdullah. Hawa walikufa katika ghazwa ya Yarmuki kule Rumi. Vilipiganwa vita siku 7 mfululizo, mchana na usiku. Wakafa watu watatu kwa kiu.
kiu ya maji, na maji yapo, yani maji yapo na wakafa kwa kiu. Mmoja ni Ikrima amelalamika, ya amira almu'min, ile vita inaongozwa na Khalid ibn al-Walid Saifullah al-Maslul, ambaye Khalid ibn al-Walid mumjue, amepigana vita 60 kabla ya kusilimu, na aliposilimu akapigana vita 60. Amepigana kwenye maisha yake vita 120. 60 anatetea ukafiri, 60 anatetea Uislamu. Yarmuki ndo mkubwa wa jeshi. Ikrima akatoa sauti, ya amira almu'minina akadu amutu atshan, na karibia kufa kwa kiu. Ikabidi maji yakaletwe. Yalipoletwa maji, na Katada analalamika kwa kiu, na Amru ibn Abdullah analalamika kwa kiu. Maji yalipofika, akaletewa maji Ikrima. Akasema, inni ara akhi hadha ahwaju min alma'i minni, na kuomba glasi ya maji mpe mwenzangu Katada, naona yeye ana haja ya kiu zaidi kunishinda mimi. Maji yamepelekwa kwa Katada. Katada akasema, la, huyu mwenzangu wa Amri naona kiu yake kubwa kuliko mimi, na wote wana kiu. Yakapelekwa maji kwa Amri. Amru ibn Abdullah akasema, madhali ndugu zangu hawa wameniweka mimi mbele ninywe maji, mimi nimeridhika, peleka glasi kwa mtu wa kwanza, nimeridhika anywe Ikrima mtu wa kwanza. Glasi inafikishwa kwa Ikrima, imemkuta anakata roho kwa kiu. Yule bwana anampelekea Katada, naye anakata roho kwa kiu. Anafikishiwa Amri, na Amri amekufa kwa kiu. Matu atshana wal ma'u mawjud, wamekufa kwa kiu na maji yapo. Kwa sababu gani? Kila mmoja anataka apate mwenzake. Muumini nafasi yake ni hiyo. Muumini nafasi yake ni kunufaisha watu. Kama hujui nafasi yako leo, ujue nafasi yangu mimi natakiwa ninufaishe watu. Unaweza ukaniuliza, nitawanufaishaje? Mimi ni mtu maskini mtaani, mimi sina kitu, na wanufaisha kwa kitu gani? Msikilize bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema hivi, man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu quwwa falyatasaddaq biquwwatihi. Hakuna aliyeachwa. Aliye na elimu awanufaishe watu kwa elimu yake, aliye na mali awanufaishe watu kwa mali yake. Ambaye hana mali wala hana elimu, si ana afya, awanufaishe watu kwa afya yake. Ukiamka asubuhi mtaani kwako, wewe ndio maskini wa mwisho mtaani, pale mtaani kuna majani yamejaa barabarani, chukua kijembe nenda kapalie, ili Waislamu wapite barabara ikiwa safi. Ebu nenda msikitini kafanye usafi vyooni. Njoo msikitini hapa, usiseme kuna mhudumu. Mhudumu wa msikiti ni kila Muislamu. Kila Muislamu ni mhudumu wa msikiti. Njoo msikitini, ushafungua, tafuta mopu na kifagio, nenda vyooni kafagie msikiti. Imamu Shafi'i alipohama Baghdad akenda Masri, kule Misri, kazi yake ya kwanza na Shafi'i ilikuwa ni kusafisha kwenye vyoo vya msikiti, kabla watu hawajamjua. Wewe huwezi kufanya hivyo kwa sababu nafasi yako huijui. Unajihisi wewe mtu mtukufu, yani wewe ni mtu mtukufu mno, na ni kwa sababu haujijui. Ndugu Waislamu, lazima kila mtu ajue nafasi yake na asimame mahala pake. Nafasi zikijulikana, hii dunia itapendeza tena. Itakuwa dunia nzuri kama wakati wa wazee wetu. Na itakuwa nzuri kwa sababu gani? Zamani watu walipojua nafasi zao, mtu mzima mmoja mtaani alikuwa anaona watoto wa mtaa mzima ni watoto wake. Zamani kulikuwa mtoto wa nyumba sio mtoto wa nyumba moja. Mtu mzima yoyote, watoto wote mtaani ni watoto wake. Na akiwakuta wamefanya mambo mabaya, anaweza akawaadhibu. Kuna watu hapa zamani wameshatiwa bakora na watu wala sio baba zao, ni watu wazima. Na usirogwe ukarudi nyumbani kushtaki. Usine baba nimepigwa na mzee fulani. Atakwambia amekupiga? Pole mwanangu, hebu ingia ndani humu nisubiri. Upumzike kidogo. Bora ukimbie, unakuja kuongezwa. Ukiambiwa nisipindane, watu wazima mko hapa mnayajua haya. Watoto zamani, vijana, kila mtu mzima anayelingana na baba yake alikuwa ni baba yake, kwa sababu walijua nafasi zao.
Watoto wakiwa wanacheza hapa mtaani zamani, akipita mtu mzima akabeba mzigo na hawamjui, wallahi wataupokea ule mzigo, watampeleka mpaka mahali awaambie wanangu basi. Asiposema basi, watafika naye mpaka nyumbani. Walijua nafasi zao. Na hayo ndo mambo yaliyoasisiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam miaka 6 kabla hajapewa utume. Miaka 6 kabla ya utume alikuwa anatembea mtume katika mitaa ya Makka. Amemkuta bibi kizee mmoja wala hamjui. Kajamaat yuzmatan min hatab. Yule bibi kizee kakusanya mzigo wa kuni mkubwa sana. Mtume akaambia, ya amatallahi ahmilu anki, nitakubebea huu mzigo wako wa kuni. Mtume akabeba mzigo wa kuni kwenye mabega na hamjui. Amekwenda naye mpaka nyumbani kwake. Akafika akauweka mzigo wa kuni. Alafu hakusubiri kusifiwa wala kushukuriwa, akaondoka zake. Baada khatawati yasira, huyu mama akamuita, ya akhal arabi taal, we kijana wa Kiarabu njoo. Alipokuja akamwambia, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Maneno haya yametamkwa na mwanamke kafiri kabla hajatamkwa na Qur'an Karim. Qur'ani imechelewa kusema wa innaka la'ala khuluqin adhim. Wa kwanza kutamka haya maneno ni kafiri aliposaidiwa mzigo wake na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wazee zamani wanapokelewa mizigo yao. Siku hizi vipi? Vijana mnapokea mizigo ya wazee? Na nyinyi wazee mnapokelewa? Ukiwa unatembea sokoni huko unamuona kijana anachukua, mzee begi nichukue, utatimka mbio, utakwenda mbio, utakwenda kusimama chunya kwa kwenda mbio. Na ndio maana Mungu kawaadhibu vijana wa miaka hii. Vijana wa miaka hii wana adhabu, wala adhabu yakunu min jinsi la amali. Vijana walipokataa kupokea mizigo ya watu wazima, Allah ameamua kuwabebesha wao mizigo. Siku hizi kila kijana utanaya na begi mgongoni. Vijana wote wabeba mabegi hapa. Ndani mule hakuna hata lamana, lakini ana begi tu. Mabegi vijana wote walipokataa mizigo ya watu wazima, wamebebeshwa mabegi usiku na mchana. Kila mtu ajue nafasi yake na asimame kwenye nafasi yake. Aqulu ma tasma'una, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيك وبارك عليك. Shekhe, kwa hakika muhadhara ambao kwa utoa shekhe kuhusiana na nafasi yako unaijua, kila mmoja kashaijua nafasi yake. Kuna mtu ambaye hajajua nafasi yake? Sidhani kama kuna mtu ambaye hajajua. Shekhe mwenyewe ameijua nafasi yake, ametoka Dar es Salaam na amekuja kuzungumza nasi kwa sababu anaijua nafasi yake. Almuhimu, tunamshukuru shekhe kwa yote aliyosema, na mimi nisizidishe katika yale aliyosema. Utukufu wa Uislamu, huu ndo raha na hii ndo raha ya Uislamu. Sidhani kama katika mazungumzo ya shekhe kuna mtu yote ambaye tumemwona akisinzia, kwa sababu shekhe alijua nafasi yake na msikilizaji pia kaijua nafasi yake. Kwa hiyo tumeanzia hapa kuzijua nafasi zetu. Kwa hiyo muhadhara huu umehudhuriwa na shekhe wa mkoa. Shekhe wa mkoa Al-Habibi Msafiri Yasin Jalamba kaijua nafasi yake. Nafasi alionayo ya shekhe wa mkoa kaijua, ndio maana kaja kusikiliza naye pia. Sasa ikiwa shekhe wa mkoa kakaa chini asikiliza, kwa kuwa anaijua nafasi yake, mimi na wewe ni nani tusizijue nafasi zetu? Na Mwenyezi Mungu atupunguzie hii adhabu ya kubeba mabegi. Hilo nalo nilikuwa nataka nilichomekee kabla bado mwadhara hujaisha. Maana ulichokisema ni kweli. Alafu umemalizia vizuri. Hii ya mabegi nimeipenda. Kwa hiyo yako kule amekaa kule, nimeona yako kule. Sasa sijajua tutaendelea nayo au ndo kama hivyo. Na kweli wazee hawapokewi mizigo, na hii ni kwa sababu nafasi, mzee hajajua nafasi yake, kwa sababu naye pia akipokewa ataona kama sasa apokonywa ndio jambazi mwenyewe. Na mpokeaji pia hajui nafasi yake, anaweza akampokea kweli lakini asimrudishie yule aliyompokea. Kwa hiyo mambo haya ya kuvururu kabisa.
Shekhe, tunashukuru sana kutukumbusha hili, na Allah azidi kukupa umri mrefu wenye manufaa na watu hawa, kwa sababu nafasi yako kwa kweli ni thamina, hatuwezi kuizungumza na kuisifia kwa ulimi. Kama ulivyosema, ulimi unazidiwa kusifia yale ambayo unayazungumza, bali yalobaki moyoni kwa kweli kila moja ni siri yake. Sasa niseme tu kwamba kwa kuwa shekhe wa mkoa yupo, na sio yupo hapa, yupo toka jana alivyoingia shekhe huyu. Hakuna sehemu ambako shekhe amekwenda alafu shekhe wa mkoa asiwepo. Na sio shekhe wa mkoa, kadhi wa mkoa ambaye ndio msikiti huu, yeye ndo anatoa darasa, kwa sababu anajua nafasi yake. Huwa anaona anavodurusisha kila siku, hakuna siku anayepumzika. Kadhi huyu anajua nafasi yake. Wewe umejua nafasi yako? Basi kama hujajua, uelewe kwamba tuzijue nafasi zetu kwa pamoja.